Tukio la viongozi kujivua wanachama limetusukuma kufanya tafakuri ya kina zaidi juu ya mustakabali wa chama chetu. Ndugu wanahabari, ikumbukwe kuwa moja kati ya misingi mikuu ya chama chetu cha Chadema ni umoja, upendo, mshikamano. Na kwa muda mrefu mambo haya yamekuwa silaha tunazojivunia ndani ya Chadema. Chama chetu kwa sasa, chuki za wenyewe kwa wenyewe, chuki za sisi kwa sisi zimekuwa kubwa kuliko chuki dhidi ya mifumo kandamizi na ya kinyonyaji, na pengine hata dhidi ya washindani wetu wa kisiasa ambao ni Chama cha Mapinduzi. Vita ya ndani imekuwa kubwa kuliko vita ya nje. Kila mtu anashuhudia kila kukicha chuki na makundi ndani ya Chadema vikizidi kwa kiwango cha kutisha, kiasi ambacho tumefikia hatuwezi tena kurejesha ile Chadema yetu pendwa. Matokeo yake, Chadema imeingia katika zama mpya, zama ambazo vijana na wanachama wetu huko nje wanatambulika kwa matusi na utovu wa nidhamu tofauti na hapo awali. Ndugu wanahabari, ndani ya chama chetu hali si shwari tena, na wahenga walisema mficha maradhi kilio humuumbua. Ndio maana sisi wanachama wa Chadema tuliokuwa watiania wa ubunge na ambao tumeshika nyasfa na majukumu mbalimbali ya kiutendaji ndani ya chama hiki, tumesukumwa leo kuja mbele yenu kueleza masikitiko yetu makubwa ya namna mambo yanavyoenda ndivyo sivyo ndani ya chama chetu. Ndugu wanahabari, haya yanayotokea sasa ndani ya Chadema ni kielelezo cha kushindwa na kukwama mapema kabisa kwa uongozi uliopo. Uongozi umeshindwa kukiunganisha chama na wanachama, na uongozi umeshindwa kwa sababu umekataa kukosolewa, umekataa kushauriwa, umekataa kukiweka chama cha pamoja baada ya uchaguzi wa ndani ya chama. Sio siri tena kuwa ndani ya Chadema tunaishi kwa makundi, na sitokosea nikisema ndani ya Chadema kuna vyama viwili ndani ya chama kimoja.